الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ndugu zangu Waislamu, katika siku za hivi karibuni kuna kipande cha video kimezunguka sana. Nafikiri ni video ya muda kidogo, ila katika kipindi hiki imezunguka ikimuonesha shekhe mmoja wa Kishia anayeitwa Hemedi Jalala akieleza suala la mwanamume kumuingilia mkewe katika tupu yake ya nyuma, katika dubur, kinyume na maumbile. Katika mazungumzo ya shekhe huyu kuna mambo kadhaa aliyaleta, lakini ukisikiliza kwa makini inaonekana lengo lake ni kutaka kusawazisha tuhma dhidi ya Mashia, kuwa wao Mashia wanaruhusu mwanamume kumuingilia mkewe katika tupu yake ya nyuma, ni kinyume na maumbile. Kwa alitaka kusawazisha na kuonesha kwamba haya sio masala ya ushia tu, hata huko Ahlus Sunna huko yapo, ni masala ambayo yana khilafu. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma hii aya ya Qur'ani iliyomo katika suratul Baqara aya 223, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu namna mtakavyo. Ukisoma aya hii, aya inazungumza kwa ujumla, na neno anna shi'tum lina maana zaidi ya moja, lina maana tatu, lina maana namna mtakavyo, au sehemu mtakayo, au mahali mtakapo. Kwa hiyo aya inazungumza kwa ujumla, na aya hii huwezi kuitumia kuharamisha kitendo hicho. Sasa tukija kwenye riwayati, nasema riwayati haziweki wazi. Tena kwenye vitabu vya Sunna, achilia mambo ya ushia, anatia msisitizo kwamba vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa ziangalia riwayati haziweki wazi, bali utakuta baadhi ya maswahaba wamelifanya jambo hilo, utakuta baadhi ya maimamu wamelifanya. Na imamu mwingine alipoulizwa kuhusu jambo hili akasema, mimi sasa hivi natoka kuoga josho la janaba la kitendo hicho, yani kitendo cha kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Una uhuru wa kumuingilia mkeo kwa staili yoyote, kaifama shiitum. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, na lugha ya Kiarabu fasaha, sio masala ya ushia. Tafsiri ya pili, ainama shiitum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu, fa'atu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, haithuma shiitum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake
kinyume na maumbile, huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Sasa inabidi turudi katika riwayat. Riwaya zilizopokelewa zinasemaje? Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi 4, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Kwa hiyo masala haya, itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi, ni masala wanawazuoni wamekhtalifiana. Sababu yake ni nini? Aya ni mujmal, aya haiweki waziwazi, na riwaya nazo vile vile haziweki waziwazi. Nataka nimalizie hapa. Hao mashia wanaotuhumiwa, al-Imamu al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, alipoulizwa swali kuhusu masala haya, akaulizwa na nyinyi mnafanya? Akasema sisi ni ahlul bait la nafa'alu dhalika. Na hivi ndivyo kawaida ya watu wa batil walivyo. Watu wa batil kazi yao ni kufanya talbis, kuchanganya baina ya haki na batil, alafu watu wasielewe haki iko wapi na batil iko wapi, wavuruga watu katika jambo ambalo liko wazi, lina maelezo ya wazi, lina maandiko ya wazi, hawavuruge watu tu. Hii ndio kawaida ya watu wa batil, na ndio umuhimu wa kufanya rududi, kuwarudi na kuwapinga watu ambao wanazungumza mambo kwa hawa za nafsi zao, kiasi ambacho akataka kuonesha kwamba jambo hilo. Na hawa mashia ndivyo walivyo. Mara nyingi wakituhumiwa jambo, wao hawajibu kupitia vitabu vyao na maelezo yao. Wao wanataka kuonesha ahlus sunna lipo, na akieleza ahlus sunna lipo halielezi kwa uadilifu, atafuta maneno ya kuundaunda, kuchukua hapa kuweka pale, alafu aoneshe kwamba ahlus sunna wanalo hilo jambo. Sasa kama umetuhumiwa wewe Shia kuhusu jambo fulani, tumia vitabu vyako kuonesha kwamba halipo, na ahlus sunna nao watatumia vitabu vyao kuonesha kwamba hilo jambo halipo. Lakini kwa kuwa madhhabu yao ni madhhabu imejengwa katika uongo na talbis, basi hivi ndivyo wanavyofanya, kadhalika yafalu. Ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi, suala hili la mwanamume kumuingilia mkewe katika tupu yake ya nyuma, dubur, ni suala la haramu kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu. Na tukianza na hiyo aya ambayo Sheikh Jalala ameieleza na kuonesha kwamba aya huwezi kuitumia kuharamisha, aya inaruhusu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hiyo, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu au ni shamba lenu, basi liendeeni shamba lenu kwa namna mtakavyo. Aya hii haizungumzii suala la dubur, haizungumzii suala la tupu ya nyuma, sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni shamba lenu. Harth ni shamba. Neno harth lina maana ya sehemu ya kupanda mbegu ili mazao yaote, na ndio maana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akasema inma yani bidhalika mawdhi'a alwalad, kama ilivyotajwa katika tafsiri ya Tabari. Hakika hapana vingine, Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kwa jambo hilo sehemu inayopatikana mtoto. Ni wazi kuwa mtoto hupatikana kupitia farji, tupu ya mbele, na si kupitia dubur. Kwa Allah aliposema fa'tu harthakum,
alikusudia sehemu ya uzazi na si sehemu nyingine, kwa sababu sehemu ya nyuma si sehemu ya uzazi, si shamba, huwezi kupanda mbegu ikaota. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo jingine, Sheikh Jalala anasema kwa madai yake kuwa aya inazungumza kwa ujumla. Kwa hiyo hakupata tafsiri katika aya. Kama hukupata tafsiri, hukuelewa wewe. Nani anayezifasiri aya za Qur'an? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, tumekuteremshia wewe Muhammad hii dhikr, hii Qur'ani, ili uwabainishie watu yale walioteremshiwa. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kazi yake kubainisha na kufafanua ili watu waelewe. Je, katika kuifafanua aya hii amesema nini? Au ndio hiyo talbisi ya Mashia kwamba riwaya haziko wazi? Zipi ambazo haziko wazi? Labda za kwenu kwenye ushia, lakini huku kwetu riwaya ziko wazi kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameelezaje? Masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wameelezaje, ambao wao ndio wanafunzi wa bwana Mtume waliyemuelewa? Wamezungumzaje kuhusu aya hii? Ni kama unavyozungumza wewe Mshia Sheikh Jalala. Wanawavyuoni wa tafsiri wanaotegemewa wameelezaje aya hii? Wanawavyuoni wa fiqhi katika madhahib 4 za Ahlus Sunna wal Jamaa wameelezaje aya hii? Je, wao wameeleza kwa inajuzu mwanamume kumuingilia mkewe kinyume na maumbile, au wameeleza kuwa kuna khilafu? Jambo haliko hivyo. Katika riwaya zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akizungumza aya hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema muqbilatan wa mudbiratan ma kana dhalika fil farj, akieleza kwamba tunaruhusiwa kuwaingilia hao wake zetu kupitia hiyo tupu ya mbele, hali ya kuja kimbele mbele au kwa nyuma, maadamu ni katika tupu ya mbele, maadamu ni katika farji, kimbele mbele au kwa kuja kwa nyuma, maadamu ni katika farji, kwa staili unayotaka. Hapazungumzwi suala la kuingia katika dubur. Kuingia katika dubur kwa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo la haram limekatazwa. Miongoni mwa hadithi hizo ni pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, mal'un man ata imra'atahu fi duburiha, ni mwenye kulaaniwa, amelaaniwa anayemuingilia mkewe katika tupu yake ya nyuma. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad katika Musnad. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yanzuru Allahu ila rajulin ata imra'atahu fi duburiha, Allah hatamtazama mtu ambaye amemuingilia mke wake katika duburi yake. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi. Kadhalika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man ata haidhan au imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mwenye kumwingilia mwanamke akiwa katika hedhi au mwenye kumwingilia mwanamke katika tupu yake ya nyuma, basi ameyakufuru yale yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ameipokea hadithi Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi na maimamu wengine wa hadithi. Na wanavyuoni wameeleza kuwa makusudio ya hadithi hii ni kuonesha ukubwa wa dhambi hiyo na si kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu. Sasa Sheikh Jalala, wewe ukisema kwamba riwaya haziweki wazi kitu gani? Bali ukija kwa wanavyuoni wa tafsiri, ukija kwa Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, katika tafsiri yake anasema, fa'tuhunna min ayi jihatin shi'tum baada an yakuna dhalika fil farj la fi dubur, waingilieni hao wake zenu kwa upande wowote mtakao, ili mradi iwe katika farji na si katika tupu ya nyuma. Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala anasema, ay min ayi wajhin shi'tum idha kana fil farj, kwa namna yoyote mtakayo ili mradi iwe katika farji, tupu ya mbele. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Abu al-Fida,
katika tafsiri yake anasema ai kaifa shi'tum ma kana fil farj. Maana yake aya hii ni kwa namna mtakavyo, ili mradi iwe katika tupu ya mbele. Kisha akasema wa hadhihi alahadithu taruddu qawla man dhahaba ila jawazi itiyani nisai fi adbarihin. Hadithi hizi zinabatilisha, zinapinga kauli ya wale waliosema kuwa inajuzu kuwaingilia wanawake katika njia zao za nyuma, kama anavyosema Mashia. Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake anasema wala khilafa anna al-aya nazalat fi ibahati al-ityan fi al-farj min ayi jiha. Hakuna khilafu kuwa aya hii imeteremshwa kuruhusu kumuingilia mwanamke katika farji kwa upande wowote. Kisha akasema wa amma dubur falaysa bimawdhi'i lilharth, ama tupu ya nyuma sio sehemu ya kupanda, sio shamba kwamba utapanda utapata mazao. Hawa ni maimamu, baadhi ya maimamu wakubwa wa tafsiri. Hakuna hata mmoja katika wao alieleza kwamba jambo hili laruhusiwa au kwamba kuna khilafu kubwa, khilafu kama anavyosema Sheikh Jalala utaka kuwachanganya watu. Haya, ukiachilia mbali wanawavioni wa tafsiri, wanawavioni wa madhahib 4 wanasemaje? Ukija kwenye madhhabu ya Hanafia, kenda ukimsoma al-Imamu al-Kasani katika kitabu chake Bada'i'us Sana'i, anasema itiyanul mar'ati fi duburiha haramun, kumuingilia mwanamke katika tupu ya nyuma ni jambo la haramu. Ukija katika madhhabu ya Malikia, imepokewa mapokezi kwamba aliulizwa, wewe tunasikia Imam Malik wewe unaruhusu, akasema kadhabu alayya, wamenuzulia uongo mimi. Bali akaulizwa kuhusu Abdullah bin Umar, tunasikia Abdullah bin Umar anaruhusu, akasema kadhabu ala ibn Umar, wamemzulia uongo ibn Umar. Kadhabu ala ibn Umar, wamemzulia uongo Abdullah bin Umar. Ma antum illa qaumun arab, nyinyi ni Warabu. Hal yakunu alharthu illa mawdhi'a zar, shamba haliwi isipokuwa ni ile sehemu ambayo inatoka mazao. Haya ameyanukuu Imamu al-Qurtubi kwa yanukuu kutoka kwa Imam Malik. Haya ndio madhhabu ya Malikia. Madhhabu ya Shafi'ia anasema Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' itiyanu al-mar'ati fi duburiha haramun bila khilaf, kumuingilia mwanamke katika tupu yake ya nyuma ni jambo la haramu bila ya khilaf. Ukija katika madhhabu ya Hanabila, Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika al-Mughni anasema la na'lamu fi tahrimihi khilafan, hatujui sisi khilafu yoyote kuhusu haramu wake. Twajua tu jambo hili ni haramu, kwamba kuna khilafu kwamba hii ni haramu si haramu sisi hatufahamu. Haya, wewe madhehebu gani hiyo inayoruhusu jambo hili katika madhahib za Ahlus Sunna wal Jamaa? Bwana Jalala, wewe umeshindwa kueleza kuhusu msimamo wako wa Ushia, unakuja kuleta tuhuma kuhusu Ahlus Sunna wal Jamaa kwa jambo lilokuwa liko wazi kabisa. Madhhabi ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni madhhabi ya haki na mambo yake yamenyooka, na kama kuna riwaya imekuja dhaifu itabainishwa kwamba hili ni jambo dhaifu, halikupokewa, hili liko hivi, hili liko hivi. Wewe elezea kuhusu Ushia na jambo hilo. Tuhuma iko kwenu kwamba mnaruhusu mwanamume kumuingilia mkewe kinyume na maumbile, na hii ndiyo ijmaa wa Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba jambo hili ni haramu, ndio ijmaa kama anavyosema Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' asema itiyanu al-mar'ati fi duburiha haramun ala al-madhhab as-sahih alladhi qalahu al-jumhur, kumuingilia mwanamke katika duburi yake ni jambo la haramu kwa mujibu wa madhehebu sahihi yaliyosemwa na jumhuri ya wanawavioni. Kadhalika al-Imam Ibn Qudama anasema la khilafa baina ahli al-ilmi fi tahrimi wat'i al-mar'ati fi duburiha, hakuna khilafu baina ya wanawazuoni kuhusu haramu wa kumuingilia mwanamke katika tupu yake ya nyuma kinyume na maumbile. Amesema hayo katika al-Mughni. Sasa akaleta madai bwana huyu kwamba baadhi ya maswahaba wamefanya,
lakini hakutaja riwaya, hakutaja chochote wala hakusema chochote kuhusu hilo jambo zaidi, kwa sababu mashia kazi yao ni uongo na kuwatuhumu maswahaba. Wao wamewatukana maswahaba, wamewakufurisha maswahaba kabisa, kwamba wote wamekufuru isipokuwa watu 7, wengine wasema watu 3, basi watu ambao hata kwenye mikono miwili pia ukihesabu hawajai. Hao ndio Waislamu, lakini maswahaba wengine wote, wale wote ambao walikaa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake, wakamsaidia, Allah akawasifu, Qur'ani ikawataja vizuri, wote walikufuru. Sasa kwao hili jambo la kuwazulia uongo, hili ni jambo dogo. Sasa akasema kwamba baadhi ya maswahaba wamelifanya jambo hili. Miongoni mwa ambao wanahusishwa na kauli hii ni Abdullah ibn Umar, kama tulivyosema hapo nyuma alivyosema Malik kwamba amemzulia uongo. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' anasema wa amma riwayatu an ibn Umar fa dha'ifa, ama riwaya kutoka kwa Abdullah ibn Umar, riwaya zote hizo ni dhaifu. Al-Imam Ibn al-Arabi anasemaje? Wa amma ma nusiba ila ibn Umar fala yasihu anhu, ama yale yaliyonasibishwa kutoka kwa Abdullah ibn Umar hayasihi kutoka kwake, hayathibiti kutoka kwake. Ameyasema hayo katika ahkamul Qur'an. Kwa hiyo sio sahihi Sheikh Jalala kusema kwamba hili ni jambo la khilafu, jambo hili lina tofauti, hata huko kwa Ahlus Sunna jambo halikai sawa. Si kweli Sheikh Jalala. Madhhab zetu 4 sisi za Ahlus Sunna wal Jamaa, jambo hili ni haramu. Kwa nikimaliza, ndugu zangu, nawaambia kuwa aya ya 223 katika suratul Baqara, hadithi sahihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aqwali za masahaba, aqwali za wanavyuoni wa tafsiri, aqwali za wanavyuoni wa fiqhi wa madhahibu hizi 4, vitu vyote hivi vinaonyesha kwa jambo hili la kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile ni jambo la haramu. Kwa Sheikh Jalala, tunakurudishia jambo lako wewe na mashia wenzako, hangaikeni nalo katika ushia, usizungumze kutuhumu Uislamu sahihi katika jambo kama hili. Kiasi ukawapa fursa sasa wasio Waislamu mitandaoni huko wakawashambulia Waislamu kwamba nyinyi Waislamu mnaruhusu jambo hili, mwangalieni shekhe wenu huyu. Watu wakishamuona mtu amevaa kanzu na kilemba kubwa kama la bwana yule, basi wao hawawezi kutofautisha, wana wote Waislamu. Na hawa mashia wana mambo mengi ya batil ambayo ni wajibu sisi kuyabainisha ili watu wajue uovu wao. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.